Ni huzuni zilizoambatana na vilio pamoja na simanzi wakati mwili wa kijana huyu aliyefahamika kwa jina la Ibrahimu Athumani mwenye umri wa miaka miwili ambaye amefariki wakati akiwa anapatiwa matibabu hospitali ya halmashauri ya mji wa Handeni iliyopo takriban kilomita 30 kutoka mahali hapa. Hali iliyopelekea mamia ya wananchi kujitokeza kuifariji familia hii, na hapa viongozi wa kitongoji hiki pamoja na mashuhuda wanaelezea kilichotokea. Nipo pale napanda, nasikia kelele huku. Nakuja hapa nakuta nyumba inaungua. Nilipokuta hapa nyumba inaungua na watu hamna, nikaanza kupiga kelele. Watu wakaniitika. Walivyoniitika, lakini nyumba tayari ishashika moto na kuna watoto wawili wanaoungua. Tukashirikiana na wenzangu, tukaona moto umepanda sana. Nikamwambia acheni kuzima huku, bomoeni huko wanakopiga kelele tuwasaidie. Kweli tukafanya kazi ile na wao waliokuja, tukashirikiana mpaka ikafikia watoto wametoka, lakini wameungua sana. Tukio hili wakati linatokea, baba mzazi wa marehemu alikuwa shamba, na hapa anaelezea hali ilivyo, huku diwani wa kata ya Mkindi Mheshimiwa Hilali Msigwa akielezea hatua ambazo wameanza kuzichukua kufuatia tukio hili. Watoto washapikiwa chakula, walikula. Walivyomaliza kula, tukaaga na mama yao kwamba tunaenda shamba. Kwenda shamba, tulivyofika tu shamba, hatukufanya lolote. Mtoto wa pili, yule wa pili kuzaliwa, akaja akasema baba, nyumba inaungua pamoja na wale wadogo zangu. Kwa maana tulivyotoka kule kufika hapa, tukakuta kweli nyumba imeungua, watoto washatolewa, wanahangaika, tiba zinaendelea. Mwenye asali anaweka, watoto wale ni wawili. Wa kike ndio mkubwa, wa kiume ndio mdogo anayenyonya. Mpaka hatua sasa hivi yule mmoja wa kiume kashakufa. Hadi asubuhi nilimwagiza kiongozi wangu apitie hospitali kwa ajili ya kuangalia nini kinachoendelea. Akanipa taarifa kwamba kuna kijana amefariki. Nikamwambia hamna neno, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini huyu mwingine aliyepelekwa Tanga, na tukasema tuendelee kushirikiana nao tuanze kujua hatua zinazoendelea kule hospitali ya Bombo. Lakini hili lililotokea hapa si la kusababishwa na mtu wa aina yoyote, badala ni bahati mbaya ambayo imetokea. Moto ulioachwa ulikuwa unawaka jikoni, kama umepanda kwenye nyumba ni wenyewe, lakini hakukuwa na jambo lolote. Niwaombe wananchi, kwa sababu vyombo ndio vimekuja kuchunguza, na mkuu wa kituo cha Mkuyu alifika kuja kuchunguza, watu wa polisi, tubakie tutulie, tuendelee kuomboleza, lakini tumwachie Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anejua. Na kikubwa zaidi, kama kuna jambo la kupeleleza, polisi watatusaidia kupeleleza. Mganga mfawizi hospitali ya halmashauri ya mji wa Handeni anathibitisha kutokea kwa tukio hili, huku pia akielezea hali ya majeruhi ambaye wamempa rufaa ya kwenda hospitali ya Bombo iliyopo jijini Tanga kwa ajili ya matibabu zaidi. Majira ya mchana tulipokea watoto wa familia moja, walikuwa wawili, mmoja wa kiume, mmoja wa kike. Kwa majina, mmoja anaitwa Nasra Mbelo, huyo wa kiume ni Ibrahim Mbelo. Walikuwa wamepata majeraha ya kuungua na moto. Tuliwapokea mchana huo, tukaendelea kuwapa matibabu, lakini mmoja wapo alifariki kati akaendelea kupatiwa matibabu, ambaye ni wa kiume Ibrahim Mbelo. Na yule wa kike, baada ya kumpatia matibabu, tuliamua kumpa rufaa kwa sababu alikuwa ameungua sehemu kubwa ya mwili, kwenda katika hospitali ya mkoa. Sehemu kubwa ya mwili iliyoungua ni kuanzia sehemu ya tumbo, kifuani na pia mgongoni pia. Kwa sehemu kubwa ambayo alikuwa ameungua. Hata hivyo, kufuatia tukio hili, mtendaji wa kata ya Mkindi anatoa wito mbele ya waombolezaji waliofika hapa kwa kusema, mimi nina ushauri kwa jamii. Jambo la kwanza kabisa ni kuchukua tahadhari, hasa kwa watoto. Tunapofanya shughuli zetu za hapa na pale za kutafuta maisha, tusiwasahau watoto, kwa sababu watoto wakati mwingine wanakuwa na michezo. Huenda michezo yao ilisababisha janga hili kutokea. Hata hivyo, taarifa zilizotufikia hivi punde kutoka kwa Mheshimiwa diwani wa kata ya Mkindi Mheshimiwa Hilali Msigwa zimedai kuwa mtoto mwingine naye aliyekuwa amepelekwa Bombo hospitali kwa ajili ya matibabu amefariki dunia. Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Nikiripoti kutoka hapa katika kitongoji hiki cha Malianunka kilichopo kijiji cha Kinkwembe,
wilayani Kilindi mkoani Tanga. Kasim Sonyo, ITV.